hiyo ndoa ulio nayo ni ya pili. Rafiki yangu ameshituka. Una polygamy. Hiyo ndoa ni yanga, ni ya pili. Usichukie, polepole tu. Unasema mchungaji, mimi sijawahi kuoa, ndio hii ya kwanza. Hapana, unazo hizi mbili. Ndoa ya kwanza ulioa kwenye mindset. Kabla ya ndoa ulikuwa na mke kwenye kichwa chako. Ulikuwa na mke anafua nguo, anakupikia, anafanya hivi. Ukimkemea anasema samahani, mpole na nini. Anapika chakula kwa wakati, anafanya kila kitu kwa wakati. Yani kalikuwa kamuke, yani mpaka ulikuwa unaomba hapa ukiwa kanisani wapi, baba naomba nipe. Uliyekuwa unamuomba ni huyu ambaye yuko kwa akili, ili Mungu amtoe sasa aje physically. Tunaelewana? Na yule mke ambaye ulimuoa au yule mume ambaye alikuoa, unasikia binti yangu? Yani ulikuwa na mume. Mume ndio huyo. Mungu amekupa bahati. Yule mume ambaye alikuwa kwa kichwa chako alikuwa smart. Sio huyu. Yule aliyekuwa kwa kichwa chako alikuwa hasubiri muombe hela, anakupa. Alafu kimuombe 1,000 anakupa 3,000. Yaani yule aliyekuwa kwa kichwa chako alikuwa anakupeleka Mombasa, mnaogelea, mnarudi, anakupeleka shopping, mnaenda kuchoma nyama, mnaenda wapi? Pale mawe mangapi pale? Mawe 2, mlikuwa mnachoma nyama na nini. Yule wa kwa kichwa. Sasa akatokea huyo sasa. Akatokea yupi? Huyu hapa. Sema ukweli. Na Mungu anakuona. Sema ukweli kabisa. Huyo aliyekuwa mwa kichwa umo ni huyo. Usionyeshe dalili kama sio. Usionyeshe. Kauka tu. Jifanye kama unamchezeshea mtoto. Lakini ukweli, niangalie tu mimi baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana wanandoa? Yaani huyu kiumbe ni kiumbe kingine kabisa. Ni ukweli mtupu. Amekuangalia. Hata yeye sio yule aliyekuwa kwenye kichwa chako.